ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. Shehe, unasema huyu mtu ni hizbi, tubainishie, sisi tunataka tujue hizbi wake, anaruka kule, usiruke, toa ushahidi wa hizbia wake. Ndivyo hivyo. Amekwenda kwa msikiti wa Barahiani, sawa? Kwenda katika msikiti wa Barahiani sio kosa linamtoa mtu katika usalafi, kwa sababu Barahiani ni mtu wa bid'a tu peke yake. Mbona nyinyi mnakwenda kutoa mihadhara katika misikiti ya masufi? Tutaje idadi ya misikiti mliokwenda? Yeye mwenyewe Abul Fadhil ashakwenda katika redio iko wapi? Iko Iringa, redio ya Kiblateni. Ilikuwa ni ya kisalafi ile? Haikuwa ya kisalafi. Kwa nini wewe ukifanya hayo ni sahihi, wenzako wakifanya ni makosa? Tumhukumu Dr. Islam kwa alichokizungumza katika msikiti wa Barahiani, sio mujarrad kwenda kwa Barahiani. Kwani yeye si alikwenda kuozesha watu msikiti wa masufi pale barabara ya 10? Msikiti Nyampajui Tanga nani? Shehe, unapojua mlio Tanga? Barabara ya 10 ni msikiti wa kisalafi. Kwa wewe ukifanya sahihi, akifanya mwenzako, wewe ni mtume. Yaani wale masufi ambao wanapiga maulidi, wengine wanatetea nini, wale ni bora kwenda kufanya mihadhara kwao kuliko Barahiani? Au na ugomvi binafsi na Barahiani? Sisi tunaamini, mimi shakhsia naamini kwa Barahiani sio mtu sahihi, lakini haina maana mtu akaenda kutoka katika mihadhara yake ni kosa. Mtu anaweza kwenda kutoa mhadhara, kwenda kutoa hutuba kama anavyokwenda misikiti mingine. Kwani hawa vijana wako wa Zanzibar walipokuwa wanafanya daura zao, si walikwenda msikiti wa Nur Muhammad? Na unajua msikiti wa Nur Muhammad sio vizuri kutaja msikiti sana. Mtaujua? Ule ni msikiti wa kisalafi. Au unatufanya sisi vipofu? Sisi sio vipofu, sio watu tunatumia akili zetu bwana. Taja hizbia, taja uhizbi, sababu ya uhizbi wa nani? Wa Dr. Islam, ili tujiepushe naye. Tujiepushe naye, taja. Usitaje mambo eti hatahadharishi watu wa bid'a. Huo ni ujinga katika usalafi. Kwa sababu kutahadharisha watu wa bid'a sio sababu ya wewe kuwa salafi. Inawezekana unatahadharisha watu wa bid'a na wewe ni mtu wa bid'a. Inawezekana unatahadharisha watu wa bid'a na wewe ni mtu wa bid'a. Hiki ngijishubha chembamba dhaifu kabisa, hakina uzito. Sisi kwa upande wetu tuna misingi ambayo tunatakiwa tuifuate katika kuwahukumu watu, huku tukifuata njia ya ilmu na uadilifu. Tusimuonee mtu, tusimdhulumu mtu, na tusizungumze ila kile ambacho tunakijua. Tusizungumze ila kile ambacho sisi tunakijua. Huu ni msingi madhubuti sana ambao utakiwa mtu aukiuke. Dr. Islam si kwamba amekuja kwa Barahiani tu. Dr. Islam kwa maneno yake ambayo tumeyasikia sote na yapo, labda wayaondoe, anamtetea Barahiani wazi kabisa, na anajenga misingi iliyokuwa kinyume na misingi ahli sunnah wal jamaa katika kutaamali na mukhalifin. Misingi yake ni kuwatetea watu wa bid'a, mahizbi. Hili lichukue kwanza, alafu nitarudi kulitolea maelezo insha Allah. Sasa ama mtu fulani ameitwa katika msikiti fulani, labda kuna msikiti wa masufi, ukaitwa wewe au ukaomba pale kwamba mimi nimekuja nataka kufanya semina hapa, wataka usomeshe vitabu vya ilmu, Lamia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mathalan, au Haiya ibn Abi Daud, au Wasitiyya, au Thalathatul Usul na vinginevyo. Wataka kuzungumza jambo la haki, lakini mahali ni katika mahali misikiti ya masufi, au walio mbele yako ni awamu muslimin, wapata fursa wanakwenda pale wazungumza jambo la targhibi katika khairi, wahimiza watu juu ya ilmu na kusoma na kuchukua ilmu kutoka kwa watu wake, kutoka kwa ahli sunnah wal jamaa na mfano wa haya, au ukayapinga yale walionayo. Hili jambo linafaa, halina shida. Huwezi kuambia kwamba umekwenda katika msikiti wa masufi, umekwenda katika msikiti wa mahizbi.
umekwenda kufanyaje? Lakini umekwenda katika msikiti wa masufi wazungumza maneno ya kuwaunga mkono wao katika usufi wao, katika bid'a yao. Unakwenda katika msikiti wa mahizbi wazungumza maneno ya kuunga mkono wao, kuonyesha kwamba wao katika haki waendelee. Hili ndio tunalizungumzia sisi, na hivi ndivyo alivyofanya Islam. Sasa wewe labda unasema hivi, utupe mfano shekhe nani katika mashaikh wa kisalafi amekwenda katika msikiti wa masufi au msikiti wa mahizbi au wanaharakati fulani, alafu alipofika pale akayaunga mkono yale yao walionayo, au yale yote niliyozungumza jana hamjasikia maneno ya kuunga mkono manhaji ya Barahiani? Yako wazi tu maneno yake. Mfano sawa. Je, mtu anasema lakini pale yeye alikuja kumkosoa Barahiani. Aliposemaje? Aliwasubirisha kwanza, kama vile walivyo watu wa batil, watakusubirishana katika jambo lao la batil kwanza, kwamba watu wafanye subra, mpaka kataja maneno kutoka Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, akaviruka baadhi ya vipengele kuonyesha ya kwamba watu waendelee na msimamo. Alafu aliulizwa kuhusiana na salafia jadida moja kwa moja. Je, alijibu nini? Salafia jadida ambao kwenye kitabu cha Barahiani na maneno yake Barahiani anaonyesha kwamba waanzilishi wa salafia jadida ni Sheikh Muhammad Amani al-Jami na Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Hawa ndio waanzilishi, wakafuatiwa na Mukbil, wakafuatiwa na Salih al-Suhaimi, amewataja huko, wakafuatiwa suna nani akawataja mle ndani, Muhammad Hadi al-Madkhali na wengineo wote kawataja kwamba hawa ndio waanzilishi mashekhe wa salafia jadida. Haya waulizwa, je, kuhusu hiyo salafia jadida hiyo, yeye akajibu nini? Akaleta fatwa ya Ibn Uthaymeen inaonyesha kwamba hawa watu hawa waliodai usalafi, hawa salafia jadida hawa ni kijikundi ambacho kimeacha njia ya salafi. Akaileta ile fatwa, akaisoma, na hali ya kuwa tumeona kwamba sio makusudio ya Sheikh Ibn Uthaymeen katika fatwa ile. Kwa nini si makusudio ya Sheikh Ibn Uthaymeen? Kwa sababu Sheikh Ibn Uthaymeen katika maneno yake hamkusudii Sheikh Rabi'. Wazi amezungumza, simkusudii huyu Rabi' kwamba yeye ni salafia yake ni hizbun qa'im yudadu li ghayrihi min almuslimin. Mimi namkusudia kwamba huyu Rabi' katika salafi, katika janibi salafia, yani kwenye tariqi salaf. Maneno yako wazi. Lakini yeye akijua kwamba hao wanaitwa salafia jadida, hao hizbu salafi, hao jamia, hao madakhila, hao ghulatu at-tajrih wa at-tabdii, mwanzilishi wao kwa mujibu wa maneno ya mahizbi ni Sheikh Muhammad Amani al-Jami na Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Yeye ajua au ajui? Ajua. Tumtie kwenye ujinga, tumtie katika uhawa. Kwa hiyo wajibu vipi kitu situkijua? Kwa hiyo yeye amekuja kumtetea Barahiani na wafuasi wake, ina maana yeye ni mwenzao, hawezi kulikwepa hili. Labda kama atafanya muhadhara sasa wa kujitakasa na hilo kwamba mimi sikujua, astaghfirullah wa atubu ilayhi, kumbe Barahiani anaposema salafi jadida anawakusudia maulama hawa, mimi sikujua jambo hili, mimi siku pamoja naye, mimi niko mbali na yeye na niko mbali na uhizibu wake. Sije tujamwambia lazima ukitaka kuja ujipongwe, uje kwenye markaz Sheikh al-Islam, si lazima. Ila mahaba tu ya ahli sunna wenyewe kwa wenyewe baina yao, hilo litakuvuta ujakiki. Si lazima kwamba ili uwe salafi basi lazima umepita hapa, la, si lazima. Lingania da'wa salafia, lakini kuwa wasimama sasa wawatetea mahizbi na wawakandamiza masalafi, huu ni uhizbi wa wazi. Yani mimi mpaka sasa hivi sina shaka juu ya uhizbi wa Dr. Islam, sina shaka katika hilo, kwa haya aliyofanya katika ziara yake kwa Salim Barahiani. Laiti nilikuwa tumeambiwa tu tusikia yeye mwenyewe kwa YouTube anazungumza,
tazungumza alichokizungumza kakwepa akaja kaingia kwenye mtego wa watoto wa Barahiani. Sheikh Salafia Jadida wasemaje? Chap kaingia anataka kuchomoka pale, kila kuchomoka. Haya, swali jingine. Ndio maana nikamwambia shubha hiyo ni nyembamba dhaifu kabisa. Suala la watu kwenda katika misikiti fulani na madarisi fulani, wamealikwa au wameomba wakafanya mihadhara wakafikisha kile wanachokitaka wao katika haki, wanapoulizwa wasifiche, wasiwatetee watu wa batil, hilo jambo halina shida. Lakini pia kama kuna takfiru sawadi ahli albid'ah utakiwi kwenda, kwamba wewe mathalan wenda umekuja shekhe mkubwa katika mji, huku kuna watu wa bid'a wana msikiti wao na kule kuna watu wa sunna wana msikiti wao dhaifu, wenyewe wako huko. Lau kama utakwenda kule kwa ahli sunna utawatia nguvu wale, ukaacha kwenda kwao ukaenda kwa watu wa bid'a, ukifika pale wazungumza maneno huku ya kuwachekesha watu, wao wenda zako pale, utakuwa umekithirisha sawadi ya watu wa bid'a na umewatia nguvu wale. Haitakiwi namna hiyo. Siku zote takiwa ipatikane ighadha ya ahli bid'ah. Naam.